Jinsi Mungu anavyokuonesha hatima yako kabla haijatokea kupitia ndoto. Kwa siku ya leo tutakwenda kuangalia jinsi Mungu anavyoweza kukufunulia mwisho wa hatima yako kupitia ndoto. Mungu anaweza kufunulia mwisho wako mwanzoni mwa safari. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 22 na mstari wa 13, imeandikwa, mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Mungu anaweza kufunulia mwisho wa safari yako mwanzoni. Mungu anaweza kufunulia uzee wako ukiwa kijana. Mungu anaweza kufunulia mwisho wa safari yako akakufunulia mwanzoni mwa safari. Tutakwenda kuangalia jinsi gani Mungu anaweza akakufunulia mwisho wako. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 46 na mstari wa 10, imeandikwa, nitangazai mwisho tangu mwanzo. Maana yake Mungu huwa ana uwezo wa kutangaza mwisho wako mwanzoni. Mungu anaweza akatangaza mwisho wa safari yako mwanzoni. Mungu anaweza kufunulia mwisho wako utakuwaje kabla hata safari hujaianza. Mungu anaweza kufunulia uzee wako utakuwaje ingali wewe bado ni mtoto. Mungu anaweza kufunulia uzee wako utakuwaje ingali wewe bado ni kijana. Sasa tutakwenda kuangalia Mungu anavyoweza. Mungu anaweza kutangaza mwisho wako mwanzoni. Ukisoma kwenye kitabu cha Amosi sura ya 3 na mstari wa 7, imeandikwa, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Mungu hatafanya jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wake, bila kuwafunulia manabii zake, bila kuwafunulia watoto wake. Wewe ni mwana wa Mungu. Mungu anaweza kufunulia mwisho wa safari yako mwanzoni mwa safari. Mungu anaweza kuambia mwisho wako utakuwaje mwanzoni. Kwa hiyo Mungu tayari anajua hatima yako kabla hata hujaanza safari yako, na wakati mwingine anaweza kukuonesha mwisho wako mapema kupitia ndoto. Mungu anaweza kuonyesha safari yako, mwisho wa safari yako itakuwaje mwanzoni mwa safari. Mungu anaweza kuonyesha mwisho wako ukoje mwanzoni mwa safari yako, anaweza kukufunulia. Jambo la kwanza, ndoto ni njia halisi ambayo Mungu huitumia kuongea na mtu. Jambo la msingi ambalo nataka ulitambue, ndoto ni njia halisi ambayo Mungu hutumia kuongea na mtu. Watu wengi wanadharau ndoto, lakini maandiko yanaonyesha wazi kuwa ndoto ni moja ya njia kuu ambayo Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi wa 15, imeandikwa, nukuu, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu katika usingizi kitandani. Kwa hiyo hapa kuna siri. Wakati mwili wako umelala, roho yako huwa macho zaidi kusikia sauti ya Mungu. Ndio maana kuna nyakati utaota vitu ambavyo havijawahi kutokea bado, lakini baadaye vinatimia. Kwa hiyo ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Mungu anaweza kuzungumza na wewe kupitia ndoto. Mungu anaweza kukupa maelekezo, mambo ya kufanya kupitia ndoto. Mungu anaweza kuonyesha mwisho wa safari yako kupitia ndoto. Na watu wengi wamekuwa wakipuuzia ndoto ambazo wanaziota. Asilimia kubwa ya ndoto ambazo unakuwa unaziota huwa zinakuwa zimebeba maana, huwa zinakuwa zimebeba ujumbe. Kwa hiyo ni muhimu kutambua ndoto hiyo na yote imebeba ujumbe gani. Kuna wakati mwingine watu kwa sababu ya kupuuzia ndoto ambazo wameziota wamejikuta wakiingia kwenye matatizo makubwa. Jambo la msingi ambalo nitakuwa litambue, Mungu hakuonyeshi ndoto kwa lengo la kufadhaisha. Mungu anaweza kuwa anakupatia ndoto kwa lengo la kutaka uchukue hatua. Kuna ndoto ambazo zinahitaji uchukue hatua kwa haraka zaidi. Kwa hiyo ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu huitumia. Ndio maana tumesoma hapo kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi wa 15. Kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono usiku, usingizi mzito uajiliapo watu katika usingizi kitandani. Wakati mwili wako umelala, Mungu anaweza kuzungumza na wewe. Mungu anaweza kusemesha. Biblia inasema hivi, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili. Ndio hapa kuna watu wanaota ndoto ambazo zinajirudia. Ndoto ile ile anakuwa anaota inajirudia mara kwa mara. Mwingine anashangaa anasema, nimeota ndoto ya kwanza hii, niliota hiyo imejirudia. Hii ndoto inajirudia. Ukianza kuona ndoto inajirudia mara nyingi, maana hiyo ndoto inakuwa ina ujumbe ambao unatakiwa uifanyie kazi kwa haraka zaidi. Lakini jambo la pili ambalo unatakiwa litambue, Mungu anaweza kukuonyesha mwisho wako kabla hujafika
Mungu anaweza kukuonyesha mwisho wako kabla hujafika huko. Mfano mkubwa hapa ni Yusufu. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 37 na mstari wa 5 hadi wa 10. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo utaanza kuona Yusufu aliota ndoto. Mungu alimuonyesha mwisho wake utakuwaje akiwa yuko mwanzoni kabisa. Kitabu cha Mwanzo 37 na mstari wa 5 hadi wa 10 imeandikwa nukuu, Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhalini sikieni ndoto hii niliyoiota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama, miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi, nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Akaota tena ndoto nyingine, akawaambia ndugu zake, akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine, na tazama, jua na mwezi na nyota 11 zikaninamia. Akamwambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea akamwambia, ni ndoto gani hii uliyoiota? Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudie hata nchi? Unaanza kuona Yusufu hapa bado kijana mdogo anaota, Mungu anamfunulia mwisho wake utakuwaje. Kwa hiyo Yusufu aliota ndoto kwamba ndugu zake na hata wazazi wake watamuinamia. Kwa wakati ule ndoto ile ilionekana kama upumbavu, lakini ukweli ni huu, ile ilikuwa ni picha ya mwisho wake, mwisho wa hatima yake, kabla hajapitia kipindi cha mateso, chuki, kuuzwa utumwani, kufungwa gerezani, lakini mwisho wake ulikuwa ule ule aliouona kwenye ndoto. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 42 na mstari wa 6 imeandikwa, naye Yusufu alikuwa ni liwali juu ya nchi, ndiye aliyewauzia watu wa nchi, na ndugu zake Yusufu wakaja wakainama kifudifudi mbele yake. Kwa hiyo ndugu zake walikuja Misri na kumuinamia bila kujua ni yeye. Ndoto ya Yusufu ikatimia. Mungu alimuonyesha mwisho wake akiwa bado kijana. Kwenye kitabu cha Mwanzo sura 41 na mstari 41 Biblia utaona pale inaeleza Yusufu akawa mtawala wa Misri. Mungu alimuonyesha mwisho wake akiwa bado kijana. Mungu alimuonyesha mwisho wake, alionyesha mwisho wa Yusufu akiwa bado kijana. Kwa hiyo Mungu anaweza kukuonyesha mwisho wa hatima yako ukiwa bado kijana. Mungu anaweza kuonyesha mwisho uzee wako utakuwaje ingali sasa bado uko kijana. Mungu anaweza kuonyesha mwisho wako utakuwaje. Hii ndio kanuni ya kiroho. Mungu anaweza kukuonyesha unakoenda kabla hujapitia unayopaswa kupitia. Mfano wa pili, ukisoma kwenye Biblia utaona Yusufu, baba mlezi wa Yesu Kristo, aliota ndoto iliyokuwa inafunua hatima ya Yesu Kristo hapa duniani. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 1 na mstari wa 20 hadi 21 imeandikwa, basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkewe, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Kwa hiyo unaanza kuona yani Yusufu anafunuliwa hatima ya Yesu Kristo, na tunaona Yesu Kristo ndoto yake ilikuja kutimia, alikuwa mkombozi wa ulimwengu. Kwa ndoto zilimlinda Yesu Kristo dhidi ya hatari ya Herode. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 2 na mstari wa 13, na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto akasema, ondoka umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikwambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Unaweza kuona Yesu Kristo akiwa mdogo, wazazi wake wanafunuliwa hatima yake akiwa bado mtoto. Mungu anaweza kufunulia kama mzazi, Mungu anaweza kufunulia hatima ya watoto wako ingali bado wewe mtoto ni mdogo. Mungu anaweza kufunulia hatima ya watoto utakiwazaa ingali wewe bado ni binti. Kwa hiyo Mungu anaweza kufunulia mwisho mwanzoni. Jambo la tatu ambalo nitakuwa litambue, ndoto za kimungu huwa na sifa maalum. Sio kila ndoto ni ya Mungu, lakini ndoto ambazo Mungu anakupa kuhusu hatima yako huwa na dalili hizi. Dalili ya kwanza, zinajirudia
au kubaki kwenye akili yako kwa nguvu. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura 41 na mstari 32, utaona ndoto ya Farao ilirudiwa mara 2, ishara kwamba jambo hilo limethibitishwa na Mungu. Lakini ishara ya pili ni kwamba ndoto hiyo imetoka kwa Mungu. Ni ndoto ambazo zinakuwa na uzito wa kiroho, huwezi kuzipuuza. Unajikuta unazikumbuka hata baada ya muda mrefu, ndoto ile unakuta unaikumbuka kama ilivyo. Lakini jambo la tatu, mara nyingi zinaashiria mambo makubwa kuliko hali yako ya sasa. Kama kwa Yusufu, alikuwa kijana mdogo lakini ndoto yake ilikuwa ya utawala. Jambo la nne, jambo lingine, kwa nini Mungu anakuonyesha mwisho mapema? Kwa nini Mungu anakuonyesha mwisho wa hatima yako mwanzoni? Kwa nini Mungu anakuonyesha? Hii ni siri ambayo watu wengi hawajui. Jambo la kwanza, kwa nini Mungu anakuonyesha mwisho wa hatima yako mwanzoni? Jambo la kwanza, ili kukupa tumaini wakati wa mateso. Unapopita kwenye changamoto ile ndoto inakuwa kama taa gizani. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Habakuki sura ya 2 na mstari wa 2 hadi wa 3 imeandikwa, Bwana akanijibu akasema, iandike njozi ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili asomaye apate kuisoma kama maji. Maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kuufikiria mwisho wake, wala haitasema uongo. Kwa hiyo unaweza kuona kwa Mungu anakuwa anakuonyesha, anakufunulia mwisho wa hatima yako mwanzoni, ili kukupa tumaini. Anakufunulia ili kukupa tumaini. Lakini jambo la pili, ili kukuandaa kiroho unapojua unakoenda. Kwa Mungu anakuwa anakufunulia ili kwa lengo la kukuandaa kiroho, ili ujue unapoenda. Unaanza kubadilika mapema. Kama kuna baadhi ya tabia utaanza kuziacha, kwa sababu Mungu anakufunulia sehemu anakokupeleka. Lakini jambo la tatu, ili ujue kwamba maisha yako hayapo kwa bahati mbaya, kuna mpango nyuma yake. Kwa hiyo Mungu anakufunulia mwisho wa hatima yako mwanzoni, ili ujue kwamba maisha yako hayapo kwa bahati mbaya, kuna mpango nyuma yake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Yeremia 29 na mstari wa 11 utaona neno la Mungu lasema, ninajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani, si ya mabaya. Lakini jambo la tano, tahadhari. Ni jambo la kipengele kinacho tahadhari. Usiharakishe ndoto ya Mungu. Hii ni tahadhari ambayo unatakiwa uchukue. Usiharakishe ndoto ya Mungu. Kosa kubwa ambalo watu wengi hufanya ni kujaribu kulazimisha ndoto itimie haraka. Yusufu hakujifanya mfalme, alisubiri mchakato. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mhubiri sura ya 3 na mstari wa 11 imeandikwa, kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Kwa hiyo kumbuka, ndoto ni mwanzo tu, mchakato ndio njia ya kufika mwisho. Usijaribu kuharakisha. Yusufu alionyeshwa mwisho wake, hakuharakisha. Alipita kwenye mchakato. Kwa hiyo Mungu anaweza kufunulia mwisho wako, lazima upite kwenye mchakato ili ufike kule mwisho. Lakini jambo la 6, unapaswa kufanya nini ukiota ndoto ya namna hii? Omba. Jambo la kwanza, labda ukaota ndoto Mungu anakufunulia mwisho wa hatima yako mwanzoni. Kwa jambo la kwanza, omba ili upate tafsiri sahihi ya ndoto hiyo. Ndio maana ukisoma kitabu cha Danieli sura ya 2 na mstari wa 22 imeandikwa, yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri, huyajua yaliyo gizani, na nuru hukaa kwake. Kwa hiyo jambo la kwanza, omba ili upate ukiota ndoto uielewi, omba ili upate tafsiri sahihi. Unaweza kutumia kitabu cha Danieli sura ya 2 na mstari wa 22 imeandikwa, yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri. Maana yake Mungu anaweza kufunulia mambo ya fumbo na ya siri. Kwa hiyo ukiota ndoto ambayo hujaelewa, jambo la kwanza, omba upate tafsiri sahihi. Kwa hiyo Mungu ndiye ufunua siri. Lakini jambo la pili, andika ndoto zako. Maono yanapoandikwa hayapotei, andika. Jambo la tatu, linda ndoto yako, usiwaambie kila mtu ndoto yako, usianze kuitangaza. Jambo la 4, subiri kwa imani, hata ikichelewa itatimia. Hitimisho, sikiliza hii kwa makini sana. Kama Mungu amekupa ndoto ambayo inaonyesha wewe ukiwa juu au ukifanikiwa au ukitimiza kusudi kubwa, usidharau. Inawezekana kabisa hiyo si ndoto ya kawaida, ni ufunuo wa mwisho wako kabla hujaanza safari yako kikamilifu. Kwa hiyo, na hata kama sasa unapitia hali ngumu, usisahau ulichoonyeshwa, kwa sababu aliyeanza kazi njema ndani yako ataitimiliza. Ni matumaini una kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie kwenye comment umejifunza jambo gani. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.